Katika mji huu wa Ruvu inasadikiwa kuna kaburi ambalo lina baraka, hata ukifika unaweza ukasikia harufu nzuri. Ahlan wa sahlan wa marhaban mustami'una alkiram, nikukaribishe msikilizaji wetu mpendwa na nikusalimie katika maamkizi ya Kiislamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tuko katika ardhi ya Tanzania. Tanzania ni ardhi yenye baraka za kutosha. Katika miongoni mwa mikoa yake tuko katika mkoa wa Lindi. Katika mkoa wa Lindi kuna kijiji kimoja kina khawasi na baraka kubwa sana ambayo inaheshimisha Lindi. Leo tuko Ruvu hapa. Leo tuko Ruvu. Kuna nini? Tuwe pamoja katika kuangalia na kusikiliza. Hizi ni dakika chache za kusikiliza na kuangalia na kupata faida kuhusiana na mji wetu wa Ruvu. Nyuma kamera ni Ramadhani, ni hii Mafuraha TV, mimi ni Ahmadi Mbaru. Leo tuko na mzee wetu. Mzee wetu atajitambulisha na atuambie Ruvu kwa nini imeitwa Ruvu, lakini Ruvu ina jambo gani, kwa sababu miongoni mwa maajabu ya Ruvu ni hapa ndani ya mji wetu wa Ruvu kuna kaburi ambalo linasadikika lina miaka mingi, lakini lina baraka tele. Watu sehemu mbalimbali kuja kuomba dua, kuombea katika kaburi lile na kuomba mambo mengi. Insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakubali dua zile kutokana na baraka, kitawasali na baraka zilizopo katika kaburi hilo. Mzee wangu, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Unaitwa nani mzee wangu, tueleze? Naitwa Suleiman, Ustadhi Suleiman Muhammad Mshauri Suleiman bin Khamis. Usazi na Sheikh Suleiman, wewe hapa Ruvu kama ni nani? Una cheo chako, masabu yako ni nini hapa Ruvu? Ni Khalifatul Qadirin. Khalifatul Qadirin. Tariqatul Qadirin. Ni kiongozi wa tarika umetuambia, na unafanya harakati za dini kupitia tarika. Hebu tupe kwa uchache Ruvu, kwa nini iliitwa Ruvu? Manake na wewe ni mkongwe katika eneo hili. Kwa nini iliitwa Ruvu? Historia ya mwanzo kabisa kuitwa Ruvu siwezi, inabidi nizungumze kweli. Baada ya kuzaliwa mimi ni kupata fikra au kupata makamo na nikafikia kupata akila, basi nikasikia tu ni Ruvu ambaye kana mimi ni mtoto tu. Kwa maana hiyo siwezi nikafikia kuzungumza masuala yasiyo kwa sahihi. Maneno mambo ya sahihi ni haya ambayo kwa maneno kamiliwa na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ambaye kwamba kuzaliwa na kusomeshwa. Maana ninaweza nikawa mtu nikasema kwamba Selemani, lakini maana Selemani siwezi nikaifahamu. Unaona, wakati huo Selemani kuita Selemani tu ninaweza nikaitika tu, lakini nikiandikiwa Selemani siwezi nikajua kama Selemani bila kufundishwa. Katika mji huu wa Ruvu, Sheikh Suleiman, inasadikiwa kuna kaburi ambalo lina baraka, hata ukifika unaweza ukasikia harufu nzuri. Kaburi hilo la nani na alikuwa na jambo gani mpaka imefika hatua namna hiyo? Hiyo historia hiyo inawezekana hivi na hiyo kaburi kule ipo. Na iko hatua kidogo. Na baadhi ya wengi kweli wakifika na majambo yao wanaekeza pale. Na hapana kusema kwamba ukifika unaambiwa utoe fedha. Ila mtego mkwa mtego. Maana ukifika unatoa matatizo yako, na nikifanikisha masuala yangu nitakuja hapa na kuleta kiasi fulani. Na wengi wanafanikisha katika masuala kama haya. Ndugu mtazamaji wetu wa Mafuraha TV, katika mji huu wa Ruvu ni miongoni mwa vijiji ambavyo katika wilaya hii ya Lindi vijijini ni katika miji ambayo ya kihistoria, lakini miji ambayo ina miji ambayo ni vivutio vya kiutalii, kwa sababu Ruvu ina fukwe mzuri, Ruvu ina ulimaji wa mwani, Ruvu ina bustani au tuseme shamba la mikoko ambalo limeungana pamoja na Lindi.
na tutatoka hapa tutaenda kuangalia fukwe ambazo zinapatikana pamoja na majabali, ukiacha hili jambo ambalo limetangaa duniani kote kuwa kuna kaburi lenye baraka, kaburi ambalo lina harufu, ukifika hapo kama miski inanukia. Ukiacha hivyo, lakini ni nguvu pia, ina vivutio mbalimbali kama tulivyokuwa tumezungumza. Tuwe tayari mimi na wewe